Naitwa wakili Tadei Lista, ni wakili wa kujitegemea lakini pia ni kiongozi wa mawakili kwa maana ya TLS hapa mkoa wa Manyara. Leo nilikuwa mahakamani kwa ajili ya shauri la jinai namba 291 la mwaka 2026 ambako Bi Paulina Philip Gekuli alikuwa anashtaki vijana watatu akiwa mteja wangu ambaye ni ndugu Brighton Bujiku. Sasa kimsingi huyu Brighton Bujiku familia yake ilikuja kwetu kama uongozi wa TLS kuwasaidia baada ya kuona kwamba kijana wao kijana wao alipotea, alitoroshwa huko Meru. Sasa wakaja kwa maana ya kwamba wakakuta kwamba yuko polisi na anapelekwa mahakamani kwa makosa kwa tuhuma za wizi. Na wakawa of course sasa wanahitaji msaada wa kisheria kutoka ofisi yetu kwa maana ya kuwasaidia hao. Sasa kama wakili na kama kiongozi kwa mahakamani leo kwa jambo hilo. Sasa ambacho tukiwa tunajua kesi inakwenda mahakama ya mtoto kwa maana mahakama ya wilaya ya Babati pale, jengo la mahakama ya Babati, tukaambia kesi inapelekwa mahakama ya mwanzo Babati. Kwa hiyo tuende mahakama ya mwanzo Babati. Tukafika, bahati mbaya huyo mlalamikaji alikuja na baadaye akaondoka kwa mahakamani ya kuingia. Na bahati mbaya wakati tulipoingia mahakamani sisi tukajenga hoja kwamba mahakama ya mwanzo Babati kwa maana ya mteja wangu ambaye ni Brighton, huyo mtoto haiwezi kusikiza kesi yake kwa sababu yeye ni mtoto na mahakama ya mwanzo haina mamlaka hiyo. Na tukaiomba kwa mujibu wa fungu la sheria kifungu cha 98 kifungu cha kwanza ambacho kinasema pale ambapo kuna mashauri ya jinai dhidi ya mtoto, basi mahakama ambayo inaweza kusema mashauri hayo na kuyasikiliza na kutoa maamuzi ni mahakama ya mtoto. Kwa hiyo tukajenga hoja mahakamani kwenye jambo hilo. Tukasema kifungu cha 100 kifungu cha pili kinaeleza pale ambapo kwenye mazingira ambapo mtoto ameshtakiwa na watu wengine, mahakama inapaswa kusimamisha mwenendo wa shauri hilo na kumpeleka huyo mtoto kwenye mahakama ya mtoto ili akasikilizwe huko. Kwa baada ya kusikiliza hoja hiyo, mahakama ikatoa uamuzi kwamba sasa haiwezi kuendelea na shauri dhidi ya Brighton kwa sababu ni mtoto, na baada ya kuona uthibitisho wa cheti cha kuzaliwa na vitu vingine ambavyo tulikuwa navyo, na ikaagiza polisi kama kuna nia kwenda kumshtaki basi wenyewe polisi waendelee kuandaa mashtaka mpya kwenda kwa mahakama ya mtoto. Na baadaye kijana huyo akaondolewa, akawa discharged pale mahakamani kwa sababu hiyo mahakama tena haiwezi kuendelea naye kwa jambo yote ile kwa sababu ni mtoto. Kwa hiyo ndicho kimetokea leo hapa mahakama ya mwanzo Babati kuhusiana na jambo ambalo linamhusu mtoto Brighton ambaye tutegemea pekee mahakama ya mtoto, na bahati mbaya katika mahakama ya wilaya mahakama ya mwanzo ya ambalo tutaambia mahakama kama hizo kwenda na shauri hilo ile. Na tuma kubwa ni kwamba wanasema ameshiriki kwenye wizi wa mbuzi 83 ambazo ni mali ya huyo bibi Paulina Gekuli, mbuzi 15 ambao na thamani ya shilingi milioni 3, kwamba alipewa kazi kutunza mbuzi kwenye pori moja kwa Sinai, na yeye alishtaki kwamba ameibiwa hao mbuzi 15. Kwa sisi tuko tayari kuendelea kumtetea kijana, tunasubiri ushauri liende kwenye mahakama mtoto, na kama kuna ushahidi wa kutosha kwenye jambo hilo tutakutana naye kwa mahakama mtoto ili angalau mahakama isikilize ione kama huyu mtoto ambaye alikuwa kule Meru kwao wakana mtafuta kama kweli aliiba hizo mbuzi kama ambavyo yeye Bi Paulina Gekuli anaeleza jambo hilo kwenye hati yake ya mashtaka. Hatuwezi unajua mara nyingi kanuni ya kisheria ni kwamba unapomtuma mtu lazima nafasi kumsikiliza, si ndio? Siwezi kusemea polisi, lakini naweza kusema kama kwenye hati ya mashtaka iliyoletwa polisi ilikuwa nasema mtoto ana miaka 19. Watu sasa kueleza ilikuwaje wakaweka 19 badala ya 17 mtu anayo. Nafikiri polisi wangejua jambo hilo kaza, lakini kimsingi katika muktadha huo ni kwamba whether kwa sababu ya misinformation au kwa nota ile ni kwamba mtoto huyo toka mpaka anakamatwa akiwa polisi, na bahati nzuri wazazi wake mama na kiongozi diwani wakati anatoka kule Meru walieleza polisi kama mtoto ana miaka 17. Sasa kwa nini hakuweka 19 baada ya 17? Siwezi kujibia hilo zaidi, lakini polisi wakiulizwa wanataka na maelezo mazuri kwa nini ulifanya hivyo. Kimsingi sisi tulimuona mahakamani, lakini kwa kuingia mahakamani ile sasa sijui yeye zaidi, lakini ambacho pia tulikishangaa mahakamani alitolewa taarifa na askari kwamba ana udhuru. Sasa kwa sababu mahakama ilikuwa inaendelea kuchukua kili, ikabidi tuelezwe address hiyo mahakama bila hata uwepo wake, kwa sababu mahakama moja ingeendelea kuchukua kili kwa maana ya waseme kweli ama sio kweli, wanashtakiwa nayo wangekuwa nakosea, kwa sababu
hakuwa na mamlaka dhidi ya huyo mshtakiwa mteja wangu ambaye nimeeleza habari zake. Majina naitwa Digna Nasari, ni diwani kata ya Maruvango, ambapo mtoto Brighton ni kati ya watoto ambao karibu watoto 16 kwenye kata ya Maruvango wametoroka shuleni. Kwa hiyo huyu ni kati ya hao watoto 16 ambao wametoroka shuleni kule jimbo la Arumeru Mashariki, ambapo ndio kata yangu mimi nalea. Nimekuwa na watafuta, na huyu mama yake alinipa taarifa baada ya kupigiwa simu kwamba yuko polisi. Kwa hiyo nikasema sasa, kwa sababu hii familia tumekuwa tunailelea under TASAFU sisi serikali, nikasema nitachukua jukumu la kwenda kuhakikisha kwamba huyu mtoto najua nini ni shida gani imempata. Huyu mtoto tulipata taarifa sisi ofisi ya kata kwamba alitoroka kuanzia mwezi wa 3, na tulichukua hatua, tulimwambia mzazi akachukua hatua na aliandikiwa taarifa ya Rabi. Kwa amekuwa anamtafuta kwa muda mrefu. Sasa alivyosikia yuko amewekwa polisi huku, ndio nikachukua na mimi jukumu la kusema kwamba niende nikaangalie ni nini. Nilipofika polisi pale nilipata shida kidogo. Lazima nieleze kwamba nilipata shida kwa sababu katika kumdhamini yule mtoto, hata dhamana ya mtoto ile ilileta shida mpaka ikanipelekea mimi nikaenda mpaka ofisi za juu za mkoa kule kuomba msaada wa kuweza kumdhamini huyu mtoto. Lakini polisi hawakukonsida kwamba huyu ni mtoto, walimweka rumande kwa siku 3 ambayo ni kunyima haki ya msingi ya mtoto. Na mimi kiongozi nimefika pale nikamwambia mimi ni diwani wa kata, siwezi kukimbia, naombeni mdhamini mtoto. Lakini nilipata shida hiyo ambayo nimeiona hata leo walipokuja mahakamani, bado wanaendelea zidi still. Tumefika pale polisi tukamwambia mtoto ana miaka 17, hawakukonsida. Hata leo wamekuja mahakamani hapa wameandika ile miaka 19 kwamba mtoto ana miaka 19 ili kumnyima haki yake ya msingi ya mtoto. Lakini mimi kwanza nishukuru mahakama hii ya mkoa wa Babati, mahakama ya mwanzo, kwa mheshimiwa hakimu, namshukuru sana kwa kuliona hili kwamba ameona huyu ni mtoto na kuweza kumpatia mtoto huyu dhamana. Kiukweli ninashukuru sana. Lakini pia nishukuru ofisi zingine za serikali ambazo zimenisaidia kuhakikisha kwamba huyu mtoto anapata dhamana na haki yake naangaliwa. Lakini pia naomba niwashukuru sana na mawakili wa Tanganyika Law Societies ambao wamepambana kuhakikisha kwamba huyu mtoto anapata haki yake ya msingi, na hata shauri lile sasa la kwake linapelekwa mahakama ya watoto na sio tena mahakama ya mwanzo. Na mimi kama kata ya Maruvango, viongozi wa serikali tutazidi kupambania tuhakikisha hao watoto wengine karibu 16 ambao ni watoro kwenye ile shule ya sekondari ya Maruvango na hakikisha kwamba ninawapata. Sisi taarifa tulizoko nazo kule kwenye kata ni kwamba huyu mtoto hatujui aliyekuwa amemwajiri. Leo hii ndo nimekuja nikaambiwa aliyemwajiri ni Mheshimiwa Paulina Kegulu ambaye na yeye ameshakuwa mbunge. Sikutegemea kwamba mheshimiwa mbunge anaweza ka violence haki za watoto kwa kiasi hichi. Mtu ambaye ameshawahi kuwa mbunge ambaye anakuja ku violence haki za watoto kwa kiasi kikubwa hivi na kumwajiri mtoto bila ridhaa ya wazazi, bila sisi kutupa taarifa, na kwa jinsi mazingira ambayo alikuwa anafanya kazi mtoto ni mazingira hatarishi sana. Kwenda kumchungisha mbuzi porini. Kwa kweli hiyo imenisikitisha mimi kama diwani kuona kwamba kiongozi mkubwa anaweza akafanya vile, kwa sababu cheo akiishi unaweza ukastaafu, lakini cheo chako akiishi unatakiwa uendelee kulinda haki hasa za watoto na makundi maalum ambao sisi tunapambana kama viongozi kuyapigania haki zao. Tunaharabia taarifa kwamba mtoto alipotea mwezi wa 3, lakini pia tuna barua ya mwalimu wa shule kwamba aliandika mwezi wa 3 kwamba mtoto alipotea shuleni. Hizo zote tunazo.